Mheshimiwa Spika, kwa masikitiko yangu kwamba katika kipindi cha mwaka 2025-26 bunge lako tukufu lilipatwa na misiba mbalimbali ya waheshimiwa wabunge. Misiba hiyo ni pamoja na msiba wa Mheshimiwa William Lukuvi aliyekuwa mbunge wa Isimani na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu na watu wenye ulemavu, Mheshimiwa Jenista Joakim Mhagama aliyekuwa mbunge wa jimbo la Peramiho, na Mheshimiwa Halima Idi Nasoro aliyekuwa mbunge wa viti maalum akiwakilisha wafanyakazi. Kwa niaba ya wizara na wadau wetu, tunatoa pole kwako Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Naibu Spika, waheshimiwa wabunge, familia za marehemu, ndugu jamaa na marafiki na Watanzania wote kwa ujumla. Mwenyezi Mungu azilaze roho za marehemu mahala pema peponi. Mheshimiwa Spika, mafanikio yaliyopatikana katika kipindi chote hiki kutokana na ushirikiano mzuri miongoni mwa wadau wa wizara wakiwemo viongozi, watumishi, wadau wa shirika wa maendeleo ya wizara, natambua mchango wao mkubwa wanaoutoa kwa wizara, ambapo umeleta matunda yanayoweza kujivunia mbele ya bunge lako tukufu. Mheshimiwa Spika, niruhusu pia kwa dhati ya moyo wangu nimshukuru Mheshimiwa Hamisi Mwinjuma, mbunge, naibu waziri wa utamaduni, sanaa na michezo, kwa ushirikiano anaonipa katika kutekeleza majukumu yangu ya wizara. Nimshukuru pia ndugu Gerson Msigwa, katibu mkuu, ndugu Matthew Mtonda, naibu katibu mkuu, wakuu wa idara na vitengo, wakuu wa taasisi zilizoko chini ya wizara na watumishi wote wanaofanya kazi kwa bidii na wanaohakikisha mipango ya wizara inatekelezwa kama ilivyopangwa. Mheshimiwa Spika, wizara hii ni muhimili wa maendeleo ya jamii ya taifa kwa ujumla, ambavyo kwa maeneo mengine naweza kusema ni wizara yenye ushawishi, yani soft power ya nchi hii, taifa letu, na kulitambulisha kwa mataifa ya sekta habari. Imekuwa na mchango mkubwa katika kuhabarisha, kuelimisha, kuburudisha na kuhakikisha kuwa wananchi wanapata taarifa mahususi zinazowawezesha kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya nchi yetu. Aidha, utamaduni wetu ni uti wa mgongo wa taifa letu. Hivyo kupitia sekta ya utamaduni, serikali imeendelea kujenga uzalendo, kuhifadhi mila na desturi pamoja na maadili ya Mtanzania. Mheshimiwa Spika, serikali inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuona umuhimu wa sekta hii hususan michezo, imefanya uwekezaji mkubwa unaolenga kuinua taifa katika ramani ya michezo. Mheshimiwa Rais amewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1.2 katika michezo, ikiwa ni sehemu ya kuifanya Tanzania kwa mwenyeji wa AFCON 2027. Uwekezaji huu upo katika timu ya taifa, uendeshaji wa michezo pamoja na miundombinu mbalimbali. Mheshimiwa Spika, mapitio ya utekelezaji wa majukumu kwa kipindi cha mwaka 2025-26, mapato na matumizi ya wizara. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2025-26 wizara ilikadiri kukusanya shilingi bilioni 1 milioni 36, ambapo hadi kufikia mwezi Aprili 2026 shilingi milioni 699,706,093 sawa na asilimia 67.5 ya lengo la mwaka lilikusudiwa zimekusanywa. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa taasisi zilizo chini ya wizara, kiasi kilichokadiriwa kukusanywa ilikuwa shilingi bilioni 40 milioni 295,192, ambapo hadi mwezi Aprili 2026 shilingi bilioni 17 na milioni 20,636 sawa na asilimia 42 ya lengo zilikuwa zimekusanywa. Bajeti ya wizara na mtiririko wa fedha. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2025-26 wizara iliidhinishiwa bajeti yenye jumla ya shilingi bilioni 519 milioni 660,073. Kati ya fedha hizo mishahara ilikuwa bilioni 33 milioni 408, matumizi mengine ilikuwa shilingi bilioni 28 na milioni 65, na miradi ya maendeleo ilikuwa bilioni 458 milioni 190,788. Mheshimiwa Spika, hadi mwezi Aprili 26 wizara ilikuwa imepokea jumla ya shilingi bilioni 352 milioni 942,454 na 472 na senti 97 sawa na asilimia 67.9 ya bajeti yote. Kati ya fedha za bajeti ya mishahara, matumizi mengineyo shilingi bilioni 20 sawa na asilimia 74.6. Bajeti ya matumizi mengineyo ya miradi ya maendeleo ni shilingi bilioni 304 milioni 332 na laki 344 na 80 na senti 26 sawa na asilimia 66.4 ya bajeti ya miradi ya maendeleo.
Mheshimiwa Spika, utekelezaji wa majukumu ya wizara kwa mwaka 2025/26 katika sekta ya habari. Wizara kupitia idara ya habari na msemaji mkuu wa serikali imeendelea kuisemea serikali kwa kutoa taarifa mbalimbali kuhusu utekelezaji wa miradi ya maendeleo nchini. Katika kipindi cha kuanzia Julai 25 hadi Aprili 26, wizara imefanikiwa kuandaa mikutano 22 ya msemaji mkuu wa serikali na vyombo vya habari. Mheshimiwa Spika, katika kuhakikisha wananchi wanaendelea kupata taarifa sahihi kuhusu mambo mbalimbali yanayofanywa na serikali, wizara imeratibu mikutano 30 ya taasisi za serikali kuzungumza na waandishi wa habari, ambapo aidha iliratibu mikutano 15 ya waheshimiwa mawaziri kueleza utekelezaji wa majukumu ya kitekelezaji wa ahadi za Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kipindi cha siku 100 za muhula wake wa pili wa serikali ya awamu ya 6. Vile vile wizara imechapisha nakala 20,000 za jarida la nchi yetu linalohusu mafanikio ya utekelezaji wa shughuli mbalimbali za serikali. Mheshimiwa Spika, wizara kupitia TBC imeendelea na utekelezaji wa miradi ya upanuzi wa usikivu kwa kujenga vituo vya kurusha matangazo ya redio masafa ya FM katika wilaya 18 nchini. Ujenzi unaoendelea katika wilaya za Kalembo, Rukwa, Liwale, Lindi, Rufiji, Pwani, Biharamulo, Kagera, Urambo, Igunga, Tabora, Karatu, Manyara, Kilolo, Iringa, Ulanga, Morogoro, Iramba, Singida na Kagera na Ngara, Kagera. Wakati huo TBC imepokea mitambo ya masafa ya FM kwa ajili ya wilaya za Tanganyika, Katavi, Gairo, Morogoro, Hanang', Manyara, Sia, Kilimanjaro, Mpwapwa, Dodoma. Aidha, TBC inashirikiana na wadau wengine wa maendeleo ya mawasiliano na teknolojia ya habari ikiwemo mfuko wa mawasiliano kwa wote, ambapo mradi wa upanuzi wa usikivu unaotekelezwa katika wilaya 10 za Kyerwa, Kagera, Chunya, Mbeya, Kiteto, Manyara, Chemba, Dodoma, Mkinga, Tanga. Maeneo mengine ambayo mradi unatekelezwa ni katika maeneo ya Bukombe, Geita, Usangi, Kilimanjaro, Lombo, Kilimanjaro, Buhigwa, Kigoma na Tunduru, Ruvuma. Mheshimiwa Spika, TBC kwa kushirikiana na Wizara ya Mawasiliano, Teknolojia ya Habari imetekeleza mradi wa upanuzi wa usikivu katika wilaya 15. Kazi ya ufungaji wa mitambo ya kurusha matangazo imekamilika kwa vituo Arumeru, Arusha, Meatu, Simiyu, Sengerema, Mwanza, Kilosa, Morogoro, Mpwapwa, Dodoma, Mombo, Songwe. Eza ujenzi wa majengo ya kuhifadhi mitambo inayoendelea kwenye halmashauri ya Iringa vijijini, Lushoto, Tanga, Simanjiro, Manyara, Mbipwe, Rukwa, Nyang'hwale, Geita, Kilombero, Morogoro, Nkasi Kusini, Rukwa, Itigi, Singida na Mkalama, Singida. Mheshimiwa Spika, kukamilika kwa ujenzi wa vituo hivi kutaongeza usikivu wa 98% na hadi kufikia Aprili 2026 usikivu wa redio ya TBC umefika wilaya 139. Mheshimiwa Spika, katika kuhakikisha kuwa TBC inafikia vijana wengi, majukwaa ya mitandao, maboresho makubwa ya kimaudhui na mifumo yamefanyiwa kupitia Bongo FM, TBC2, TBC mtandao. Chaneli hizi za kimkakati zimekuwa chachu kwa kuongeza watazamaji, wafuatiliaji, wasikilizaji. Vile vile TBC kupitia chaneli yake ya Tanzania Safari ambayo ni mahususi kwa ajili ya TBC kupitisha chaneli yake ya Tanzania Safari ambayo ni mahususi kwa ajili ya kutangaza fursa za utalii na utajiri wa maliasili za nchi yetu, imewezesha kuandaa maudhui ya kutafasiri na kurusha jumla ya vipindi 10,125 katika lugha 5 za kimataifa ambapo ni Kireno, Kiarabu, Kiingereza, Kifaransa na Kichina. Mheshimiwa Spika, tarehe 2 Septemba 2022, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alipokuwa Bagamoyo kwa ajili ya maandalizi ya filamu ya Royal Tour, aliagiza TANAPA kuitangaza njia ya utumwa kuwa kivutio cha utalii. Kufuatia agizo hilo, wataalamu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa kushirikiana na TANAPA walifanya utafiti wa kuwasilisha ripoti iliyobainisha vivutio na mikakati ya utangazaji. Wizara kupitia TBC imetekeleza agizo hilo kwa kutambua njia misafara ya utumwa na wapagazi na kutangaza kupitia kampeni ya The Slave Caravan inayorushwa na chaneli ya utalii ya Tanzania Safari. Kampeni hii inalenga kutangaza njia ya utumwa na vivutio vyake ambavyo havijulikani sana kwa Watanzania na wageni.
Kupitia kampeni hii vituo 14 vimebainishwa kutoka Zanzibar, Bagamoyo hadi Ujiji Kigoma, vitakavyotumika kuhifadhi historia ya watumwa, utumwa, masulia na maisha baada ya kukomeshwa kwa utumwa. Kupitia kampeni hii ya The Slave Caravan, serikali itatarajia kuigeuza historia chungu ya utumwa kuwa fursa ya elimu, hifadhi na maendeleo ya utalii nchini Tanzania. Mheshimiwa Spika, channel ya TBC1, TBC2 na Tanzania Safari kwa kupitia mtandao wa television ya Carnival International zimeweza kufikia nchi 46 zinazoongea Kiingereza, Kifaransa, Kireno. Nchi hizo ni pamoja na Angola, Benin, Burkina Faso, Botswana, Burundi, Kameruni, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Chadi, Kongo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Djibouti, Equatorial Guinea, Ethiopia, Eritrea, Gaboni, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Kenya, Liberia, Lesotho, Mali, Malawi, Mauritius, Mozambiki, Namibia, Nigeria, Niger, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudani, Afrika Kusini, Sudani ya Kusini, Uganda, Tanzania, Togo, Zambia, Zimbabwe. Eza kupitia Azam nchi 7 zimefikiwa ambapo ni Tanzania, Kenya, Burundi, Uganda, Rwanda, Malawi na Zimbabwe. Mheshimiwa Spika, Wizara kupitia TSN imeendelea kutekeleza mradi wa ufungaji wa mitambo mipya ya kisasa ya uchapaji kwa kujenga jengo la kiwanda cha uchapaji na kununua mitambo mipya ya kisasa ya kuchapaji. Hatua ya ujenzi wa jengo la kiwanda cha uchapaji imefikia asilimia 83.1. Ununuzi wa mitambo mipya ya kisasa ya uchapaji umefikia asilimia 85. Mheshimiwa Spika, Wizara kupitia TSN imeendelea kuboresha uandaaji wa uchapaji wa maudhui kupitia magazeti, channel ya mitandao na majukwaa ya mitandao ya kijamii. Maudhui haya yamejulikana katika kuhabarisha mafanikio ya serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hadi kufikia Aprili 2026, TSN imeandaa na kuchapisha jumla ya makala 2973 za kimkakati. Mheshimiwa Spika, TSN imeanzisha mkataba maalum wa historia kwa kuweka matoleo ya zamani ya magazeti na picha kwenye mfumo wa kidijitali. Jumla ya matoleo 12600 ya Daily News na Habari Leo, picha zaidi ya 2499 na makala maalum zaidi ya 2100 zimepatiwa alama ya utambuzi na mfumo huu umehifadhi nyaraka zote muhimu zinazohusu historia ya nchi, historia kuhusu viongozi wakiwemo waasisi wa taifa, historia ya harakati ya ukombozi wa uhuru kwa nchi za kusini mwa Afrika na historia kuhusu masuala ya kidiplomasia. Kutokana na maktaba hii ya TSN kuhifadhi nyaraka na kumbukumbu za kihistoria, kampuni imefanikiwa kuwa chanzo kikuu cha taarifa kwa ajili ya kitabu cha Rais wa awamu ya 3 hayati Benjamin William Mkapa, Rais wa awamu ya 2 hayati Ali Hassan Mwinyi, kitabu cha Muungano na picha zote zinazopamba ukumbi wa kimataifa wa mikutano ya Julius Nyerere. Katika hatua ya uimarishaji wa mfumo wa kidijitali, kampuni imeunda mfumo wa TSN Integrated Management Information System unaounganisha digital archive na tovuti ya kampuni ili kuwezesha kutoa huduma na kupata taarifa zote popote duniani. Mheshimiwa Spika, Bodi ya Ithibati ya Waandishi wa Habari katika kipindi cha Julai 2025 hadi 2026 imepokea maombi na kusajili waandishi wa habari 4139 kupitia mfumo wa Tai Habari, ambapo waandishi wa habari 3357 wenye vigezo vinavyoainishwa kwa mujibu wa sheria wamepatiwa ithibati. Malalamiko 14 ya uvunjifu wa maadili ya taaluma ya habari yameshughulikiwa. Mheshimiwa Spika, Wizara kupitia Bodi ya Ithibati ya Waandishi wa Habari imeandaa mwongozo maalum, na naomba nisome vizuri taratibu. Mheshimiwa Spika, Wizara kupitia Bodi ya Ithibati ya Waandishi wa Habari imeandaa mwongozo maalum wa kisheria utakaowezesha wanahabari wakongwe walioathiriwa na mfumo wa ithibati kurejea katika mfumo rasmi kwa kuzingatia masharti ya sheria huduma za habari sura namba 229 ambayo ilitungwa kwa ajili ya kukuza taaluma ya uandishi wa habari kwa kuweka mfumo wa kitaasisi utakaosimamia sekta ya habari.
Mwongozo huu unaweka utaratibu wa kisheria wa kutambua na kuthibitisha umahiri wao kupitia tathmini maalum ya uzoefu, weledi na maadili ya taaluma na kuwawezesha kupata ithibati kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa Spika, kupitia mashirikiano kati ya Bodi ya Ithibati ya Waandishi wa Habari na Mfuko wa Utamaduni wa Sanaa wa Tanzania, serikali imeendelea kuwawezesha mitaji ya kukuza, kuendeleza na kuzalisha kazi zao za uboresha unaokidhi mahitaji ya soko kupitia mikopo yenye masharti nafuu. Katika kutekeleza hayo, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ametoa shilingi bilioni 20 kwa ajili ya mfuko wa utamaduni, tayari bilioni 200 kwa ajili ya mikopo ya watengeneza maudhui mtandaoni, yaani content creator. Zimetoka kwa lengo la kuwasaidia kupata vitendea kazi na kuongeza uzalishaji wa kazi zao. Mheshimiwa Spika, Wizara kupitia mfuko wa utamaduni na sanaa imetoa mafunzo kwa watengeneza maudhui mtandaoni wenye lengo la kuwawezesha kutengeneza kazi zenye ubora kwa soko shindani la ndani na nje ya nchi. Mafunzo kwa awamu ya kwanza yametolewa kwa watengeneza maudhui mtandaoni 931, ambapo kati yao wanawake ni 574 sawa na 62% na wanaume ni 357 sawa na 38% kutoka mikoa mitatu: Dar es Salaam, Mwanza na Arusha. Mheshimiwa Spika, kamati ya maudhui imepewa jukumu la kusimamia maudhui yanayotolewa katika vyombo vya habari na kuchukua hatua pale inapotokea ukiukwaji wa sheria, kanuni na maadili. Kabla ya kuchukua hatua za kisheria, serikali hutanguliza mazungumzo, ushauri, utoaji wa maelekezo kwa vyombo husika, ikilenga kutoa fursa ya kujirekebisha. Hatua hizi huchukuliwa pale ambapo ukiukaji unaendelea, unajirudia au unasababisha madhara makubwa kwa umma. Katika kipindi cha Julai 25 hadi Aprili 26, wizara kupitia kamati ya maudhui ya Mamlaka ya Mawasiliano imetekeleza majukumu yafuatayo: 1. Kufanya vikao 9 vya kamati ya kushughulikia masharti dhidi ya watoa huduma 14 ambao walikiuka sheria, kanuni, masharti ya leseni zao. Kufanya mapitio ya taarifa ya ukiukaji wa kanuni za utangazaji dhidi ya watoa huduma 11 maudhui ya utangazaji uliobainika kuwa na ukiukaji wa mara kwa mara wa sheria, kanuni na masharti ya leseni, na kushiriki kwenye vikao 3 vya mashauriano na watoa huduma wa utangazaji na maudhui kuhusu uzingatiaji wa sheria, kanuni, masharti ya leseni na maadili ya uandishi na utangazaji wa habari. Mheshimiwa Spika, sekta ya maendeleo ya utamaduni. Tanzania imejaliwa kuwa na utajiri mkubwa wa uanuai wa urithi wa utamaduni. Katika kuhakikisha kuwa urithi huu unalindwa, unahifadhiwa na kuendelezwa, serikali imefanya utafiti wa kutambua, kuorodhesha na kulinda urithi wa utamaduni usioshikika kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Utafiti huo uliofanyika kwa kushirikiana na wadau wa utamaduni ulijikita katika kutambua na kuorodhesha vazi la kanga kama moja ya alama muhimu ya utambulisho wa Utanzania na urithi wa utamaduni. Kufuatia utafiti huu, andiko la vazi la kanga liliwasilishwa Shirika la Umoja wa Mataifa Elimu ya Sayansi na Utamaduni, UNESCO, kwa lengo la kuingizwa kwenye orodha ya urithi wa dunia wa utamaduni usioshikika inayosimamiwa na shirika hilo. Manufaa ya kutambuliwa kwa urithi wa utamaduni wa Tanzania katika orodha ya urithi wa dunia ni pamoja na kuongeza hadhi ya utamaduni wa kimataifa, kupata fursa ya ufadhili wa uendelezaji wa uhifadhi wa urithi kutoka kwenye mifuko ya kimataifa inayoratibiwa na UNESCO, kutangaza urithi wa utamaduni wa Tanzania pamoja na utalii wa kiutamaduni duniani. Mheshimiwa Spika, jitihada nyingine zilizofanywa na serikali kupitia wizara ni kukamilisha uandaaji wa mwongozo wa kitaifa wa kulinda urithi wa utamaduni usioshikika, yani National Framework for Safeguarding Intangible Cultural Heritage. Katika kukubaliana na swala la mmomonyoko wa maadili nchini, umeandaliwa mkakati wa taifa wa kukabiliana na mmomonyoko wa maadili nchini. Mbali na mkakati huo, kupitia televisheni ya taifa TBC kumeanzishwa kipindi maalumu cha maadili, uzalendo na utaifa kinachojulikana kwa jina la Sisi ni Tanzania. Kipindi hiki ni mahususi kwa ajili ya kukumbusha umma wa Watanzania kuhusu umuhimu wa kurejea kwenye misingi ya maadili, mila, desturi, miko na uzalendo na uadilifu wa taifa letu. Mheshimiwa Spika, ili kuhakikisha Kiswahili kinaendana na mabadiliko ya teknolojia,
wizara kupitia BAKITA imeandaa Kongoo ya Kiswahili ya Taifa, yaani KOKITA. Kwa kipindi cha Julai 25 hadi Aprili 26, BAKITA imehariri na kuingiza maneno milioni 22 katika Kongoo ya Kiswahili ya Taifa, ambapo hadi Aprili 2026 Kongoo hiyo ina jumla ya maneno milioni 61 na lengo ni kufikisha maneno milioni 100. Kongoo hii itakuwa daraja la kuongeza ufanisi wa Kiswahili katika teknolojia ya kompyuta, hususan katika matumizi ya akili unde, yani AI. Pia baraza linaendelea kukuza ushirikiano na wadau mbalimbali wakiwemo taasisi ya Mozilla ili kuwezesha kuimarisha Kiswahili katika teknolojia. Mheshimiwa Spika, wizara kupitia BAKITA imeongoza umma wa wazungumzaji wa Kiswahili, wadau wapenzi wa Kiswahili Afrika na duniani kote kushuhudia hatua kubwa ya Kiswahili kukubalika kwa lugha rasmi ya mkutano mkuu wa Shirika la Umoja wa Mataifa Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO. Kiswahili ni lugha ya kwanza ya Afrika kupata hadhi hiyo, na hivyo yalijiri katika mkutano mkuu wa 43 wa shirika hilo. Mheshimiwa Spika, Oktoba hadi Novemba 13, 2025. Kwa muktadha huo, Kiswahili sasa ni lugha rasmi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, Jumuiya ya Maendeleo kwa nchi ya Kusini mwa Afrika, Umoja wa Afrika, Umoja wa Wazalishaji Almasi Afrika na UNESCO. Vile vile Kiswahili ni lugha ya pekee ya Afrika iliyotengewa siku ya kuadhimishwa ambapo ni tarehe 7 Julai kila mwaka. Katika hatua nyingine, wizara kupitia BAKITA imefanya kikao na UNESCO pamoja na wadau wa maudhui ya mitandaoni kuhusu nafasi ya Kiswahili katika mitandao mikubwa ya kijamii, yani Meta, TikTok na Google, ili wapanue nafasi ya Kiswahili katika mitandao hiyo na hivyo kuongeza ajira na kipato kwa waandaaji wa maudhui kupitia mitandao ya kijamii. Mheshimiwa Spika, katika kuelekea mashindano ya Kombe la Mataifa ya Afrika, yani AFCON, serikali kupitia BAKITA inaendelea na shughuli ya usanifishaji wa islahi za michezo, ambapo hadi sasa jumla ya islahi 420 za michezo zimesanifishwa. Mheshimiwa Spika, wahenga wanasema asiyefahamu lugha hafahamu mila. Wizara kupitia BAKITA imeendelea kuelimisha umma kuhusu kuzingatia matumizi ya Kiswahili fasaha na sanifu pamoja na utamaduni wake. Shughuli hii imeuishwa kuandaa na kurushwa hewani jumla ya vipindi 1057 kupitia vituo vya redio na television. Mafunzo ya msasa ya matumizi ya Kiswahili fasaha na sanifu pamoja na utamaduni wake yametolewa na waandishi wa uwezeshi ofisi 844, makatibu na makatibu halmashauri 12 pamoja na wahudumu wa mapokezi ya huduma kwa wateja 52. Mheshimiwa Spika, baraza limeandaa na kufanya kongamano la 5 la idhaa zinazotangaza kwa Kiswahili duniani ikiwa na kauli mbiu tasnia ya habari, misingi ya maendeleo ya Kiswahili duniani. Lengo kuu la kongamano la idhaa ni kuimarisha uhusiano wa taasisi za Kiswahili na vyombo vya habari ambavyo vinatekeleza jukumu kubwa la kukikuza na kukieneza Kiswahili ndani na nje ya nchi. Kongamano hilo lilifanyika katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Arusha ASC jijini Arusha tarehe 24 hadi 27 Machi 2026. Mheshimiwa Spika, Tanzania ina jumla ya vituo 55 vya kufundisha Kiswahili kwa wageni, ambapo vituo 20 vipo nje ya nchi na vituo 35 vipo nchini. Ufunguaji wa vituo hivi umeongeza chachu ya kujifunza Kiswahili kwa wageni. Mheshimiwa Spika, serikali kupitia kituo cha ulisi wa ukombozi wa bara la Afrika inaendelea kudumisha hadhi ya Tanzania kama mama wa ukombozi Afrika kwa kitendo, kwa kuhakikisha kuwa mchango wetu wa kihistoria unatambulika, unahifadhiwa na kuendelezwa kwa manufaa ya vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Katika kuonyesha dhamira hiyo, tunamshukuru sana Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uamuzi wake wa kimkakati wa kutekeleza mradi wa ujenzi wa makao makuu ya ulisi wa ukombozi wa bara la Afrika kama
ilivyoazimiwa na Umoja wa Afrika. Hatua hii inaakisi uongozi thabiti na dira ya kulinda historia ya taifa letu, huku tukiiweka katika nafasi ya kimataifa kama kitovu cha kumbukumbu za ukombozi wa bara la Afrika. Mheshimiwa Spika, katika hatua ya utekelezaji, wizara kupitia kituo imetenga eneo lenye ukubwa wa hekari 426.6 katika wilaya ya Kongwa mkoani Dodoma kwa ajili ya ujenzi wa kituo kikuu cha uhifadhi wa urithi wa ukombozi wa bara la Afrika kitakachokuwa ni sehemu ya taasisi ya Umoja wa Afrika. Eneo hilo liko tayari na tumeshakamilisha kupatiwa hati, hatua inayoweka msingi imara wa utekelezaji wa mradi huu wa kimkakati wa kimataifa na kibara. Mheshimiwa Spika, katika sekta ya sanaa, natoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake madhubuti na juhudi zake zinazopelekea kufanikisha Tanzania kupata heshima kubwa kuwa mwenyeji wa mashindano makubwa zaidi ya ulimbwende duniani, yani Miss World. Na Mheshimiwa Spika, kama unavyoona pale jukwaani kwenye gara yako upande wako wa kulia, utakapopata nafasi ya kutambulisha, tunao tayari walembo wameingia ndani ya bunge lako tukufu ili kushuhudia jitihada na kazi kubwa inayofanywa na Daktari Samia. Mashindano hayo yanatarajiwa kuleta manufaa makubwa kiuchumi na kijamii kupitia mapato ya viingilio, huduma za utalii, udhamini, biashara za wageni, pamoja na kutoa fursa kwa wabunifu wa ndani kujifunza na kujitangaza kimataifa. Aidha, tukio hili litasaidia kuitangaza Tanzania duniani kama kitovu cha utalii wa asili na utamaduni, kuimarisha diplomasia ya kimataifa, kudhibitisha usalama wa nchi kwa wageni. Mashindano ya Miss World Tanzania 2026 yaliyofanyika tarehe 19 Aprili, ambapo mlimbwende Leticia Sawe aliibuka mshindi na ataiwakilisha Tanzania katika mashindano yatakayofanyika Vietnam mwezi Septemba 2026, ambapo Tanzania inatarajia kukabidhiwa rasmi bendera ya uwenyeji kwa mwaka 2027. Mashindano ya Miss World 2027 yatatumika kama kichocheo cha hamasa kuelekea AFCON 2027 na kuongeza mwamko wa kitaifa pamoja na ushiriki wa wananchi katika maandalizi ya tukio hilo kubwa la kihistoria kwa bara la Afrika. Mheshimiwa Spika, mashindano haya ya Miss World ambayo Mheshimiwa Rais amefanikisha kuleta Tanzania katika nchi 54 za bara la Afrika, Tanzania ni nchi ya pili kuwa mwenyeji wa mashindano haya, ukitoa nchi ya kwanza ambayo ilikuwa ni South Africa. Na kwa kutokana na mazungumzo mazuri yaliyofanywa na Daktari Samia nasi tukiwa wawakilishi wake, mwandaaji wa mashindano haya amelizia kuwa Tanzania mwenyeji wa waandaaji wa mashindano ya Miss World itafanyika miaka 3 mfululizo na kuleta nchi zaidi ya 180 katika taifa la Tanzania. Mheshimiwa Spika, wizara iratibu tamasha la Chani Sengeli lililofanyika tarehe 2 Agosti 2025 katika eneo la nje la uwanja wa Benjamin Mkapa, ikiwa ni sehemu ya sherehe za uzinduzi wa mashindano ya kombe la mataifa ya Afrika kwa wachezaji wa ligi ya ndani. Tamasha hili lilikuwa na mafanikio makubwa ambapo zaidi ya wasanii 30 wa mziki wa Sengeli walipata fursa ya kutumbuiza. Kupitia jukwaa hili, mziki wa Sengeli uliweza kutangazwa kimataifa kama sehemu ya utambulisho wa utamaduni wa Tanzania. Sambamba na hilo, serikali imeendelea kuratibu tamasha la Sengeli Music Festival. Tamasha hili linatarajiwa kufanyika tarehe 30 Mei 2026. Linalenga kutumika kama jukwaa la kuhamasisha ushiriki wa wananchi katika mashindano ya AFCON 2027. Mheshimiwa Spika, Bodi ya Filamu Tanzania imeratibu tamasha na tuzo za filamu. Tamasha hilo lenye dhima ya filamu ni biashara, lilohusisha matukio kama midahalo, washa na mafunzo kwa wadau ya filamu na michezo ya kuigiza, lilifanyika jijini Dar es Salaam kuanzia tarehe 3 Julai hadi 16 Agosti 2025, ambapo jumla ya wadau 1600 walishiriki, zikiwemo nchi za Zambia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kenya, Somalia, Uganda, Rwanda na nchi kutoka nje ya Afrika ambazo ni Uswizi na Marekani. Tamasha hilo lilihitimishwa kupitia kilele cha usiku wa tuzo wa filamu kilichofanyika tarehe 14 Februari 2026 jijini Dar es Salaam, ambapo jumla ya wadau 1226 walishiriki. Jumla ya tuzo 28 zilitolewa kama tamasha katika tamasha hilo. Mheshimiwa Spika, KOSOTA inaendelea kufuatilia ukusanyaji wa tozo ya haki miliki, yani copyright,
levy. KOSOTA inaratibu mgao wa fedha zinazotokana na tozo ya haki miliki ambapo jumla ya shilingi milioni 988 na laki 656 na 1003 na senti 62 sawa na 60% ya makusanyo yote ya shilingi bilioni 1 na milioni 647 na laki 6 na 60 na 173 na senti 20 yalifanyika kuanzia Septemba 2023 hadi Juni 2025. Zinatarajiwa zitagawiwa kwa wabunifu wa kazi za sanaa na uandishi. Mchanganuo wa mgao ni daraja la muziki 20%, filamu 15%, sanaa ya uandishi wa asili 10%, sanaa ya ufundi asili 7.5% na sanaa ya maonyesho 7.5%. Mheshimiwa Spika, Mfuko wa Utamaduni wa Sanaa Tanzania umewezesha upatikanaji wa mikopo kwa wasanii kwa kushirikiana na taasisi za kifedha. Serikali kupitia mfuko imetoa mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 3 na milioni 535 kwa miradi 229 ya utamaduni na sanaa. Aidha, sekta zilizonufaika na mikopo hiyo ni filamu, ufundi, muziki, lugha na fashion. Imewezesha pia katika mikoa ya Dar es Salaam, mikoa ya Pwani, Morogoro, Manyara, Arusha, Mwanza, Kagera, Shinyanga. Mheshimiwa Spika, makofi yanavyozidi ndivyo ambapo pesa hizi tutapeleka kwa ajili ya hao wasanii. Naomba kurudia tena. Katika mikoa 15, mkoa wa Dar es Salaam, mkoa wa Pwani, mkoa wa Morogoro, mkoa wa Manyara, mkoa wa Arusha, mkoa wa Mwanza, mkoa wa Kagera, mkoa wa Shinyanga, Mara, Geita, Mbeya, Kilimanjaro, Ruvuma, Tabora. Hali kadhalika kupitia mradi hii iliyotekelezwa jumla ya ajira 75,537 zimezalishwa na kuwanufaisha wananchi zaidi ya 971,285. Mheshimiwa Spika, maendeleo ya michezo. Wizara imeratibu kwa ufanisi michuano ya mpira wa miguu ya Afrika kwa wachezaji wa ndani yani CHAN 2024. Mashindano ya CHAN ni kigezo ambacho Shirikisho la Soka Afrika CAF hutumia kama kipimo cha nchi kuwa mwenyeji wa mashindano ya AFCON. Mashindano hayo yalifanyika nchini kuanzia tarehe 2 hadi tarehe 30 Agosti 2025 ambapo nchi ya Tanzania, Kenya na Uganda zilikuwa mwenyeji. Timu ya taifa yani Taifa Star ilishiriki na kuonyesha kiwango cha juu cha ushindani kwa kufanikiwa kufika hatua ya robo fainali, hatua inayodhihirisha kuimarika kwa soka letu la ndani. Aidha, kutokana na ubora wa maandalizi ya usimamizi wa mashindano hayo, CAF ilimtunuku tuzo ya heshima Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kazi nzuri njema na ufanisi mkubwa ulioonekana katika maandalizi ya CHAN. Mheshimiwa Spika, sambamba na mashindano hayo, serikali kupitia wizara imeendelea na maandalizi ya mashindano ya Kombe la Mataifa ya Afrika 2027 kwa kutekeleza kwa ufanisi majukumu mbalimbali, hususan ujenzi na ukarabati wa miundombinu wa michezo katika miji wenyeji wa Dar es Salaam, Arusha na ambapo ni ukarabati wa uwanja wa Benjamin Mkapa umefikia 95%, ukarabati wa viwanja vitatu vya mazoezi ya Njimkana pamoja na Meja General Isamuyo na shule ya sheria imekamilika. Ujenzi wa viwanja vitatu vingine vya mazoezi yani Farasi, Leaders Club na Jimkana 2 vipo katika hatua za awali. Ujenzi wa uwanja wa Arusha wenye uwezo wa kuchukua Watanzania zaidi ya 32,000 umefikia 77.5% na ujenzi wa kiwanja kimoja cha mazoezi kinachojengwa katika eneo la uwanja wa Arusha umefikia 60% na matarajio yetu kuwa ifikapo Agosti 2026 serikali itakamilisha miundombinu yote kwa ajili ya AFCON ikiwa pamoja na ujenzi wa viwanja vidogo vidogo vya mazoezi vitatu ambao viko katika eneo la Magereza, liko eneo la Ingototo na pamoja na kiwanja cha Mgambo jijini Arusha. Mheshimiwa Spika, katika kudhihirisha dhamira ya dhati ya serikali kuhakikisha tunafanikisha mashindano ya AFCON 2027, tayari Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameridhia kutoa kiasi cha dola za Kimarekani milioni 30 sawa na shilingi bilioni 76 na milioni 157 na laki moja kama ada ya uandaaji wa mashindano husika. Hii ndiyo tafasiri halisi ya Daktari Samia Suluhu Hassan kama mwanamichezo namba 1 nchini Tanzania. Mheshimiwa Spika, sambamba na maandalizi ya miundombinu ya AFCON,
2027 serikali imeendelea kuwekeza katika maendeleo ya miundombinu mingine ya michezo nchini kwa kutekeleza miradi mikubwa ya kimkakati yenye lengo la kukuza vipaji na kuboresha huduma za michezo kwa wananchi. Miradi mingine inayotekelezwa ni ujenzi wa akademi za michezo katika chuo cha maendeleo ya michezo Malia, ambapo utekelezaji wake umefikia 49%, ujenzi wa uwanja wa mpira wa miguu jijini Dodoma wenye uwezo wa kuchukua watu 32,500 ambapo umefikia 5%, ujenzi wa kituo cha mazoezi na kupumzikia wananchi jijini Dodoma ambao umefikia 73.5%, ujenzi wa kituo cha mazoezi ya kupumzikia wananchi jijini Dar es Salaam kilichofikia 49%, na ukarabati wa uwanja wa Uhuru ambapo umefikia 70%. Mheshimiwa Spika, serikali kupitia Baraza la Michezo la Taifa imeendelea kuwezesha ushiriki wa wanamichezo na timu za taifa katika mashindano ya kimataifa. Serikali inampongeza mwanariadha Alphonce Felix Simbu na imani iko ndani kwenye jengo lako tukufu, Mheshimiwa Spika, aliyefanikiwa kushinda medali ya dhahabu katika mashindano ya riadha ya dunia yaliyofanyika Septemba 2025 jijini Tokyo, Japani, ikiwa ni medali ya kwanza ya dhahabu ya kwanza Tanzania katika mashindano hayo tangu kupata uhuru. Pia kuibuka mshindi wa pili wa kushinda medali ya fedha katika mashindano ya marathon ya kimataifa yaliyofanyika tarehe 20 Aprili 2026 jijini Boston, Marekani. Pia tunampongeza mwanariadha John Were aliyetwaa medali ya dhahabu katika mashindano ya nusu marathon yaliyofanyika tarehe 19 Aprili 2026 nchini Poland. Mheshimiwa Spika, hao washindi wetu wote tumewaleta pia kwenye bajeti yetu ikiwa sehemu ya kupata heshima ya bunge lako tukufu kwa kazi nzuri wanayoifanya ya kuiwakilisha Tanzania. Sambamba na hiyo, Mheshimiwa Spika, serikali inazipongeza timu ya taifa ya mpira wa miguu Taifa Star kwa kufika hatua ya 16 bora katika mashindano ya AFCON 2025 yaliyofanyika nchini Morocco na kufika hatua ya robo fainali ya mashindano ya CHAN yaliyofanyika 2024. Timu ya wanawake pia kwa kushiriki kombe la dunia 2025 nchini Ufilipino na kufikia hatua ya makundi. Twiga Star iliyotoa ubingwa wa Sakafa Senior Women Championship 2025 na kufuzu AFCON 2026, pamoja na timu ya mpira wa miguu kwa wenye ulemavu kwa kushiriki mashindano ya Afrika Mashariki na Kati nchini Burundi. Aidha, wizara inatoa pongezi kwa timu ya taifa ya ngumi kwa kushinda jumla ya medali 18. Mheshimiwa Spika, zoezi la ngumi au mashindano ya ngumi haya sio ya mchezo, kwa sababu unaweza kushangaa tayari linatoka, lakini tumepata medali 18, za dhahabu ni 1, fedha ni 4 na za shaba ziko 13 katika mashindano ya kanda ya 3 ya Afrika yaliyofanyika Kenya mwaka 2025. Timu ya mpira wa kikapu ya Dar City iliyoshiriki mashindano ya kikapu Afrika yaliyofanyika nchini Afrika Kusini na kufanikiwa kufuzu kucheza fainali ya mashindano hayo itakayofanyika nchini Rwanda Mei 26. Mheshimiwa Spika, na hii pia timu ya Dar City ni katika historia ya taifa letu hatujawahi kuwa na timu iliyoshiriki katika mashindano ya basketball, ambapo sasa Dar City imechukua nafasi hiyo ya kuiwakilisha Tanzania na kupeperusha bendera vyema huko duniani na kuingia katika mashindano yanayokwenda kufanyika nchini Rwanda. Mheshimiwa Spika, naomba pia kumleta kwako na kwa bunge lako tukufu bondia Ibrahim Klasi aliyepigana na kuipata mikanda miwili ya WBC na WBO. Huyu kapata ushindi mkubwa na mikanda hiyo na thamani kubwa, na hivi tunavyoongea tuko naye pia ndani ya bunge lako tukufu, ikiwa ni sehemu ya kupata heshima ya waheshimiwa wabunge chini ya bunge lako, Mheshimiwa Spika, katika kazi kubwa nzuri anayoifanya. Lakini pia tunaye bondia Lupasi Shoti ambaye alishinda mkanda wa IBO Afrika. Tunaye pia Amani Bariki aliyeshinda mkanda wa WBC Intercontinental. Tunaye Frenki Shangembe aliyeshinda mkanda wa WBO Afrika wa uzito wa kilo 90. Yusufu Changalawe ameshinda mkanda wa WBC Afrika. Halima Vunjabei aliyeshinda mkanda wa PST. Mafanikio hayo yanaonyesha maendeleo chanya ya michezo nchini. Mheshimiwa Spika, wizara kupitia BMT kwa kushirikiana na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania liliratibu mkutano wa kamati ya utendaji
wa shirikisho la mpira wa miguu Afrika yani CAF, ambapo ulifanyika tarehe 13 Februari 2026 jijini Dar es Salaam. Mkutano huo uliwaleta pamoja vigogo wa soka barani Afrika ukiwa na lengo la kujadili na kuweka mikakati ya kukuza vipaji, kuimarisha ushindani wa vilabu na timu za taifa, pamoja na kuongeza uwekezaji katika miundombinu ya mpira wa miguu. Tanzania, kwa kuwa mwenyeji wa mkutano huo, ni kielelezo cha uwezo wa nchi yetu kuandaa mikutano mikubwa na umeongeza hadhi ya Tanzania katika ramani ya soka Afrika, hususan wakati wa mataifa kujadili na fainali za AFCON 2027. Ujio wa viongozi hao unaweka wazi kuwa nchi yetu inazidi kuaminiwa kama kitovu cha maamuzi makubwa ya michezo barani Afrika. Mheshimiwa Spika, maelezo ya kina kuhusu utekelezaji wa majukumu ya wizara kwa mwaka 2025-26 yanapatikana katika ukurasa wa 13 hadi ukurasa wa 148 wa kitabu cha hotuba yangu. Mheshimiwa Spika, mpango wa bajeti wa mwaka 2026-27. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha wizara na taasisi zake kwa kushirikiana na wadau utekelezaji wa jukumu mbalimbali kwa kuzingatia dira ya taifa ya maendeleo ya 2050, mpango wa 4 wa maendeleo ya taifa miaka mitano, ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi, maelezo ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alipohutubia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 14 Novemba 2025, maelekezo ya hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu Daktari Lameck Mwigulu Nchemba kuhusu mwelekeo wa kazi za serikali 2026-27, mpango wa mkakati wa wizara, malengo ya Umoja wa Mataifa kuhusu maendeleo endelevu ya mwaka 2030 na sera, sheria, miongozo mbalimbali na sekta za habari, utamaduni, sanaa, michezo. Mheshimiwa Spika, kutokana na muda naomba uniruhusu niende kwenye ukurasa wa 15. Mheshimiwa Spika, kuelekea mashindano ya AFCON 2027 yatakayofanyika kuanzia tarehe 19 Juni hadi 17 Julai 2027, wizara imejipanga kikamilifu kwa kushirikiana na wadau wote kuhakikisha kwamba mashindano haya si tu yanafanyika bali yanaweka historia na alama isiyofutika kwa taifa letu. Tayari tunazo kamati mbalimbali za uratibu kitaifa na kimataifa. Katika hili nimshukuru sana Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ndio mwenyekiti wa kamati kuu ya kitaifa ya waheshimiwa mawaziri wote kwa kushirikiana na wadau mbalimbali. Mheshimiwa Spika, pamoja na miundombinu iliyoelezwa hapo awali, tayari serikali imewaunganisha pamoja wadau katika sekta ya utalii na ukarimu, hususan migahawa, hoteli na huduma za malazi, huduma za usafiri na usafirishaji, magari, treni, ndege, meli, na utaendelea kuona namna ambavyo picha tulivyoziandaa ndivyo ambavyo muonekano wa maandalizi yetu na magari yetu ikiwa pamoja na ndege na treni zitakapoweza kuonekana. Mheshimiwa Spika, maeneo ya starehe ya burudani kwa mashabiki yani fan zone, maboresho ya muonekano wa miji yetu, vivutio vya utalii, mbuga, fukwe na mali ya kale, matibabu ya kibingwa, ulinzi na usalama, uhamiaji na mikakati mahususi ya hamasa kuelekea AFCON 2027 imeandaliwa, ambapo utazinduliwa hivi karibuni na kuhakikishia kuwa kila Mtanzania anakuwa sehemu ya mashindano haya kwa lengo la kunufaika na fursa za AFCON na kutangaza Tanzania. Mheshimiwa Spika, kutokana na hayo yote tumeendelea kushirikiana na wadau na wanamichezo maarufu walioonekana kusaidia au kutoa mchango mkubwa kwa nchi zao na dunia katika soka. Na hapa niruhusu nimtambulishe tena kwako na kwa bunge lako tukufu mwanamichezo maarufu Didier Drogba, ambaye ni mchezaji bora wa wakati wote na nahodha wa zamani wa timu ya taifa ya Ivory Coast. Pia amewahi kutumikia vilabu vikubwa vya mpira wa miguu duniani ikiwemo Chelsea na ni mmiliki wa klabu ya Phoenix Rising ya Marekani. Uwepo wake leo ni uthibitisho tosha kwa namna gani serikali imeamua kuitumia AFCON 2027 kuitangaza taswira ya Tanzania kimataifa. Mheshimiwa Spika, maelezo ya kina kuhusu mpango wa bajeti wa wizara kwa mwaka 2026-27 yanapatikana katika ukurasa wa 151 hadi 173 kitabu cha hotuba yangu. Mheshimiwa Spika, shukrani.
Kabla ya kuhitimisha hotuba yangu, nitumie nafasi hii kuwashukuru wadau mbalimbali ambao kwa namna moja au nyingine wamechangia kufanikisha utekelezaji wa majukumu ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Ushirikiano na misaada yao ya kifedha, kiufundi na kitaaluma imekuwa nguzo ya mafanikio yaliyopatikana katika mwaka 2025-26. Wadau hao ni pamoja na nchi wahisani, mashirika mbalimbali ya kimataifa, taasisi za fedha, vyombo vya habari, taasisi za hiari zilizokuwa za kiserikali. Na Mheshimiwa Spika, sio rahisi kuwataja wote, lakini kwa upekee nitambue mchango wa kampuni ya Azam Media, na leo tuko naye ndugu yetu Bwana Yahaya akiwa anawakilisha, na Mighty Choice Tanzania katika kupeleka Kiswahili kwenye nchi zenye wazungumzaji wengi wa Kifaransa. Mheshimiwa Spika, kwenye upande wa michezo ni ukweli usiopingika ya kwamba Azam imetoa mchango mkubwa sana wa kukuza sekta ya michezo, na kwa kazi kubwa tunayoendelea kuifanya, tunao mpango wa kuwatambua kama wachangiaji wakubwa na wawezeshaji wa kuifanya Tanzania endelee kuonekana. Lakini sambamba na hivyo, nimesema hapa Azam, lakini nimesema Mighty Choice Tanzania, hawa wametusaidia sana kufanya uwezekano wa Kiswahili chetu kuwa sehemu ya habari kwenye nchi zinazozungumza Kifaransa. Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA, benki ya NMB, CRDB, NBC, mfuko wa mawasiliano kwa wote, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, 361 Degree Africa Limited, serikali ya mji wa Busan nchini Korea Kusini, shirika la Umoja wa Mataifa la elimu ya sayansi utamaduni UNESCO, na kituo cha sanaa na utamaduni cha Alliance Francis. Mheshimiwa Spika, kwa mara nyingine tena nilimshukuru sana kwa dhati ya moyo wangu Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maono yake, maelekezo na miongozo yake katika utekelezaji wa majukumu ya sekta ya habari, utamaduni, sanaa na michezo. Wizara hii tunakiri kuwa tunadaiwa matokeo, na Mheshimiwa Rais amemaliza kazi yake. Nimhakikishie kuwa katika kipindi alichoniamini kusimamia majukumu haya sitamwangusha. Watanzania tuendelee kumwombea kwa Mwenyezi Mungu Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, Mungu amjalie afya njema ili aendelee kutuongoza vyema. Mheshimiwa Spika, niwashukuru viongozi wa dini wa madhehebu yote wanaoendelea kuliombea taifa letu, na wengine leo wapo wakiongozwa na viongozi wa dini wa mkoa wa Arusha. Tuko naye pia kazi wa mkoa, tuko na maaskofu ambao wamekuja kwa pamoja kuendelea kutuombea, ikiwa ni sehemu ya kulinda amani na umoja wa taifa letu. Mheshimiwa Spika, ninakushukuru tena chama changu cha Mapinduzi chini ya mwenyekiti Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kunipendekeza kuwa mgombea na hatimaye kuchaguliwa kwa kura nyingi na wananchi kuwa mbunge wa jimbo la Arusha mjini. Ninaahidi kulipa imani hii kubwa kwa utumishi wenye matokeo chana kwa chama changu cha Mapinduzi. Mheshimiwa Spika, kwa mara nyingine tena niwashukuru wananchi wa jimbo la Arusha mjini kwa ushirikiano wanaonipa katika utekelezaji wa mipango ya maendeleo ya jimbo letu. Arusha tulichelewa sana, na sasa kutekeleza shughuli za misingi za maendeleo ni sasa. Wananchi wameamua kubadili sura ya Arusha kwa kufanya kazi. Na washukuru sana sana waheshimiwa madiwani wakiongozwa na Mheshimiwa Mstahiki Meya wa jiji la Arusha, na madiwani wote Mheshimiwa Spika wa jiji la Arusha wako humu ndani kwenye bunge lako tukufu. Mheshimiwa Spika, kufikia kwangu hapa leo, wapo watu ambao Mwenyezi Mungu kwa kusudi lake aliwatumia katika namna moja au namna nyingine. Nitamani wangelikuwepo wakaona kazi walioifanya, lakini niruhusu tu kwa upendo mkubwa na kwa kuheshimu nitambue sana mchango wa hayati Samuel John Sita, aliyekuwa mbunge wa Urambo na spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano la 9, aliyefanya kazi kubwa ya kunilea, kunifundisha kazi kubwa ya uongozi. Lakini nusu pia nitambue mchango wa hayati Reginald Mengi, baba wa wengi, aliyetoa mchango mkubwa katika maisha yangu, ikiwa ni pamoja na kulipa ada wakati nasoma chuo kikuu. Lakini naomba nitambue pia mchango wa marehemu Bernard Membe, aliyekuwa mbunge wa Mtama na waziri wa mambo ya nje, ambaye yeye naye pia ni miongoni mwa watu waliofanya kazi kubwa ya kunilea na kunifundisha kazi ya uongozi. Sambamba na hilo, Mheshimiwa Spika, leo tunaye kaka yangu Mambalaswa
akishirikiana na Dr. Harrison Mwakembe ambao walifanya kazi kubwa ya kuwa makaka wa kunilea na kunifikisha hapa leo nilipofika. Matokeo haya tunayoona, Mheshimiwa Spika, ya kazi nilizozifanya katika nafasi mbalimbali nilizopewa ni michango yao isiyosahaulika ndani ya moyo wangu na maisha yangu. Mheshimiwa Spika, hotuba yangu leo itakuwa ni rahisi sana kutokana na matokeo ya jana. Wakati najiandaa kuja hapo, Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Waziri Mkuu alinipigia simu